Kwa kutupa nafasi hii kama benki ya NMB kuja kutoa yale ambayo kama benki tunayafanya. Kwa hiyo niwashukuru sana ofisi ya Commissioner pamoja na msajili kwa kutupa nafasi hii. Mimi kwa majina naitwa Zuberi Lisu, ni manager wa NMB tawi la Ruaha. Naamini sura hizo nyingi ni ngeni, inawezekana tunakutana, lakini dada yangu Josepha tumekuwa tukifanya kazi kwa ukaribu sana, na baadhi najua wapo hapa. Tuwashukuru kwa huduma ofisini kwenu, lazima tupige hodi kila mara. Kwa hiyo kwa ujumla niwashukuru idara ya ardhi kwa huduma ambayo mnatupatia, kiukweli mnatusaidia. Ninayo machache kutokana na muda ambayo naweza nikazungumza kwa sisi kama watumishi, kwa maana fursa zilizopo katika benki. Tunatambua katika upande wa utumishi tuna fursa ambayo iko wazi, na kwa wale wateja wetu tumekuwa tukipata taarifa kupitia simu zetu kwa ujumbe wa message. Tumefanya maboresho hivi karibuni kwenye upande wa mikopo ya watumishi ambayo awali tulikuwa tunaishia miaka 10, lakini kwa sasa tunakwenda mpaka miaka 12. Riba zetu zinaanzia 14% mpaka 17%. Kuna yule atakayechukua miaka 2 atajikuta yuko kwenye 14%, lakini kadri unapokwenda utakwenda mpaka 17%. Na mfumo wetu wa riba tunasema ni ule unaochajiwa kutokana na salio linalobakia. Waingereza wanasema diminishing balance au reducing balance. Tunachaji katika mfumo huo, lakini hii yote ni katika kuhakikisha watu wanaweza kupata fedha kwa ajili ya kufanya mambo yao ya msingi kadiri yalivyopangilia. Sisi kama benki tuliona kulingana na uhitaji, fedha mara zote haitoshi. Kulingana na uhitaji tumekuwa tukiboresha kila baada ya muda tunavyoona uhitaji unaongezeka. Inawezekana wale wenzetu ambao wanapandishwa madaraja wanakuwa na nafasi ya kuweza kupata fedha nyingi pale anapofanya top up, lakini kwa wale ambao unakuta amekaa kwa muda mrefu, labda alikopa, anapopata nyongeza ya mwaka 1 2 inamwezesha yeye pia kuongeza kiwango ambacho anaweza kwenda kutatua changamoto au shida alionayo. Kwa hiyo niwakaribishe, kutokana na integration ya mifumo ya benki kupitia mfumo wa ESS, imeunganishwa NMB pamoja na ESS au mabenki yote. Kwa hiyo inakuwezesha unapoweza kuomba kwa sasa na ukawasiliana na afisa utumishi wako na ukawasiliana na afisa wa benki, kuna uwezekano wa kupata ndani ya dakika hata 5 kama afisa utumishi wako atakuwa amekupitishia. Kwa hiyo unaweza kupata na kuendelea na mambo mengine. Lakini kuna fursa zingine katika mikopo. Tunayo mikopo ya kilimo, tuna mikopo ya kilimo, tuna mikopo katika sekta ya ufugaji, lakini pia katika uvuvi. Tuseme kwenye ufugaji in general, kwa maana samaki huko pamoja na mifugo mingine hiyo. Kwenye sekta hii kuna baadhi ya sekta ya mazao kama mpunga bado tuko kwenye 9%. Kwa wale tunasema outgrowers, wale wazalishaji wadogo wadogo, lakini tunakwenda mpaka 16%. 16 ni special kwa vitendea kazi kama matrekta, power tiller pamoja na combine harvester. Lakini hii mikopo mingine ya kawaida tuna 9%. Ukienda kwenye sekta ya maziwa, kama sisi ni wafugaji, mikopo yetu tumeweka kwa 11%. Kwa hiyo ukikopa mpaka bilioni 1 bado utaangukia kwenye riba ya 11%, ambayo itakusaidia kuendesha shughuli zako, kupanua shughuli zako za ufugaji. Kwa hizo ni kwenye upande wa sekta ya kilimo na ufugaji. Kwa hiyo yule ananenepesha, anayo nafasi, kama unanenepesha mbuzi, unanenepesha kondoo, unanenepesha ng'ombe pamoja na kitimoto, sawa, tunayo nafasi kwa riba ambazo ni rafiki, ambazo zinatuwezesha sisi kukopa. Na tumeweka flexibility kwenye malipo. Inawezekana kutokana na nature ya biashara yako ya ufugaji au ya kilimo, tunaweza tukazungumza kwamba mimi naweza nikapata fedha baada ya miezi 3 nikafanya rejesho, au baada ya miezi 6, au baada ya miezi 12.
au miezi 9. Kwa hiyo kuna flexibility katika urejeshaji kwenye mikopo hii. Kwa hiyo tusiseme tu kwamba tuna mikopo ambayo kwa ajili ya sekta ya utumishi, lakini kuna upande mwingine ambao benki tumeona unaweza kuwasaidia Watanzania wote, na especially sisi ambao tuko kwenye maofisi, basi tunatengeneza ile tunasema nini, retirement nini plan, si ndio? Kwa hiyo ni same pia. Kwa hiyo unafuga kuku wa mayai, unafuga kuku wa nyama, uje utuone. Lakini katika upande mwingine ni kwenye mikopo ya kibiashara. Mikopo ya kibiashara inalenga wafanyabiashara wadogo, wakati na wakubwa. Tunazo riba kuanzia 7% kwa wale wajasiriamali ambao wanakopa mikopo chini ya shilingi milioni 4, wale wadogo kabisa. Serikali pamoja na kushirikiana na benki ya NMB tuna mkataba wa kukopesha wale wadogo kabisa kwa 7%, lakini wapo ambao wanakopa kwa 14%, na kina mama wamepewa nafasi kwenye mikopo yao mpaka milioni 100, ataweza kukopa hiyo mkopo wa kibiashara mpaka milioni 100 kwa 14%. Lakini kina baba bado, na sisi tutafikiriwa, si ndio? Tujiandae. Kwa kina mama wana hiyo fursa, angalau mpaka milioni 100 watakopa kwa 14% kwenye mikopo ya kibiashara. Lakini riba iliyo ya juu zaidi ni 24%. Kwa hiyo unaweza kukopa leo, marejesho yako yakaanza mwezi ujao, utakuwa unalipa kila mwezi. Kwa hiyo pia tuiangalie fursa hii, kuanzia 7% kwa wale wadogo kabisa, 14%, wapo 18%, 19%, 23% mpaka 24%, kulingana na segment za wale wafanyabiashara jinsi ambavyo tumeweka. Kwa hiyo fursa nyingine, pamoja na kwamba mimi ni mtumishi, ninaweza kuwa na mkopo wa utumishi, ninaweza kuwa na mkopo wa kilimo, ninaweza kuwa na mkopo wa biashara. Shughuli zangu nimezipangilia vipi, ninaweza kufiti kwenye maeneo yote matatu. Kwa hiyo usije kusema kwa sasa nikikopa hii ya ofisini huku si nitaonekana, sasa nitawezaje kukopesheka? Ili mradi uwe na shughuli inayohusiana na kile ambacho nimekisema. Hata kama uko kwenye maeneo matatu unakopesheka. Umeelewana eh? Lakini eneo lingine tuna mikopo ya nyumba. Sawa? Mikopo ya nyumba. Hii tunasema mortgage. Na kwenye mortgage hii tumegawanyisha maeneo tofauti tofauti. Kuna yule ambaye anasema mimi nataka tu ninunuliwe kiwanja. Hiyo fursa ipo. Unaona kuna kiwanja kiko Dodoma, kiko sehemu nzuri, kina title, kwa maana kampuni utakayokwenda kununua wana title deed, wanaweza kuishi title deed. Basi tuambie, benki naomba nikopeshwe kiwanja. Sawa? Lakini mimi nimejenga, nimefika mpaka kwenye renta, nataka niendelee. Unayo nafasi ya kujia benki. Sawa? Na tukakukopesha. Ukituambia nina kiwanja kina hati, utatuandalia BOQ, bado tutakukopesha, utajenga kwenye kiwanja chako ulicho nacho. Lakini bado ukisema kuna nyumba ipo tayari na hati imeshafanywa valuation, nahitaji kuinunua, bado nafasi ipo. Lakini pia ukituambia mimi nina nyumba yenye hati, tumeshafanya valuation, lakini mimi na uhitaji wa fedha na marejesho yangu yatatoka kwenye mshahara wangu, tutakupa fedha ambayo wewe unawezekana ukaenda kwenye mradi mwingine kufanya hiyo shughuli yako, hiyo fedha ambayo umeichukua. Hiyo tunasema mortgage refinancing. Hiyo hatukulimit, as long tu tuna uhakika wa marejesho yetu kutoka kwenye mshahara wako, labda kama kuna nyongeza ya vyanzo vingine. Sawa? Na jamani, msiye mkaogopa, benki haiko kwa ajili ya kuuza nyumba. Ukiona umeshindwa kabisa, yaani mpaka benki inafikia hatua ya kuuza nyumba yako, ujue kuna namna na wewe mwenyewe hauko pamoja na benki. Lakini tunaamini ukiwa karibu na benki, na mara zote panapotokea changamoto mnawasiliana, mawasiliano mazuri, na kuna namna ambayo mnafanya mazungumzo na kufanya arrangement za malipo, sidhani kama benki ni same type ambayo
ina shida. Kwa hiyo tusiogope. Mimi nina nyumba, nina mpango biashara ambao nafikiria mimi nyumba yangu yenye hati na mpango biashara wangu huu, kumbe naweza, na mimi ni mtumishi, naweza kwenda benki nikapewa mkopo wa nyumba, alafu nikaenda kufanya shughuli nyingine ambayo ninaona itanipa tija na kipato. Sawa? Kwa hiyo niwakaribishe. Na kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 15 riba ni 14% kwenye mortgage. Lakini mtunza muda, kwa ridhaa yako ni kuombe nimalizie maeneo kama mawili. Nakushukuru. Kuanzia miaka 16 mpaka miaka 25 riba ni 16%. Kwa hiyo wewe utaangalia wapi unafiti. Unataka kuchukua kwa miaka 25, unataka kuchukua kwa miaka 15 au 20 au 10. Sawa? Ni wewe unapangilia kulingana na uwezo wako. Tumeelewana eh? Lakini naomba nizungumzie kwenye upande wa amana. Najua kuna baadhi tuna akaunti za akiba zile za kawaida, labda bonasi na akaunti ya mtoto, si ndio? Lakini kuna wengine ambao walipata fursa ya kununua hati fungani za NMB, si ndio? Mlikopesha benki kwa muda wa miaka 3 kwa riba 9% au 9.5, si ndio? Lakini tukasema pamoja na kwamba tunakwenda kwa zile tunasema trenches, labda benki inahitaji trilioni 1, lakini tunasema awamu hii miaka 3 hii tutahitaji bilioni 400. Baada ya miaka 3 tena tunasema tutahitaji bilioni 200 au 300. Lakini tukaona tuende kwenye mfumo mwingine wa muda mrefu zaidi. Tuna akaunti inaitwa Wekeza. Akaunti hii ni mahususi kwa ajili ya uwekezaji tu na ina riba ambazo ni nzuri. Kiwango cha chini cha uwekezaji huu ni miaka 6 na kiwango cha juu kabisa cha uwekezaji huu ni miaka 25. Na riba ya miaka 6 ni 8%, lakini riba ya miaka 25 ni 12%. Na kianzio tunasema basi kuanzia shilingi 250,000 ndio kianzio ambacho utaanza nacho. Lakini inakupa nafasi ya wewe kuendelea kukusanya. Leo ukipata kaweke, kesho ukipata weka. Kwa utajikuta kwa malengo yako ya miaka 6, miaka 10, miaka 15, miaka 20, miaka 25 unakuwa na uwezo wa kuweka kwa wakati fixed. Sawa? Ile fixed ilikuwa tukisema tukiweka kwa miaka labda mwaka mmoja, maana yake sina room ya kuweza kuongeza. Lakini hii Wekeza inanipa nafasi ya kuongeza pale ninapopata fedha, naweza kuweka na faida kila baada ya miezi 6. Kwa wale ambao wana hati fungani za BOT, si wapo tunapata kila baada ya miezi 6 Kuna hii hivyo tunakupa baada ya miezi 6 tunakupa faida yako. Lakini tumesema ndani ya ule muda wa uwekezaji wako tumekupa fursa ya kutumia mpaka 20% ya kile ulichokiwekeza. Na kama haitoshi, tunayo nafasi ya kukopesha kutumia fedha yako ya Wekeza mpaka kiwango cha 80% ya fedha uliyowekeza. Na marejesho yako yanaweza kuwa zile interest unazozipokea kila baada ya miezi 6. Kwa tuna arrange, tunafanya namna ambavyo zile fedha za faida zitakwenda kukusaidia kulipa mkopo wako. Si tunaweka hiyo jamani? Tutafungua Basi naamini tayari wote mnao. Lakini la mwisho tuna hisa. Nafikiri tumesikia mwezi huu tulifanya kikao, mkutano mkuu wa wanahisa wa NMB. Najua miongoni mwenu kuna watu walinunua hisa shilingi 800. Lakini leo ukiingia kwenye soko la hisa imefika shilingi 10,000 na ngapi? 16. Imefika shilingi 16. Kutoka shilingi 800 mpaka 16,000. Lakini Januari tulikuwa tunazungumza ilikuwa shilingi kama 9,500, 9,800. Lakini leo hii Juni tunazungumza shilingi 16,000. Lakini benki tunasema share split, si ndio? Unakwenda kufanyika mgawanyo wa hisa 1 kwa 10, si ndio? Kwa maana kile utakachokuwa unakipata kama gawio hakina tofauti na ile ambavyo ungekuwa unapata ikiwa moja. Kana kesho ukiona hisa zako zinaendelea kupanda thamani, unao nafasi ya kupunguza baadhi. Sawa? Hii imetokana na kwamba uhitaji wa hisa ni mkubwa, lakini hisa hazipatikani. Watu walioshikilia hisa hawaziuzi.
tulikuwa na hisa kama milioni 625, sawa, lakini kwa hii tunapofanya share split tunakwenda kuwa na hisa bilioni 6.25, si ndio? Kesho wewe utakuwa na nafasi ya kwenda kununua hisa ikiwa labda bei shilingi 1,600, na wewe hisa hizo ambazo utakazo kuwa nazo manake zina advantage ya kwenda kuendelea kupanda. Kama gawio tu tumetoa shilingi 610, kwa hiyo ni advantage tuiangalie tunapokwenda kwenye share split, sawa. Tunapokwenda kwenye mgawanyo huo tutumie nafasi hii kununua, au leo ukiweza kununua, manake kesho ikigawanywa, kama ulikuwa na hisa 1,000 utakuwa na hisa ngapi? 10,000. Shukuru kwa kuniongezea. Ningetamani niendelee kuzungumza, lakini basi muda wenyewe hautoshi, lakini naamini siku nyingine nikipata nafasi tutazungumza mengi. Tunayo mengi kama benki ya NMB, tukiachana na utunzaji wa amana, tukiachana na mikopo, lakini sisi pia ni washauri, tunafanya hiyo huduma ya advisory, na tunatamani tunavyokwenda mbele, ukija benki labda umekuja kuweka hundi tu, mambo mengine yote maliza huku kwenye simu yako, maliza kwenye internet banking, si ndio? Kama ilivyo sasa hivi, si tunapata ile mshiko fasta, tumeenda mpaka milioni ngapi? 2 kwa sisi wa akaunti za kawaida. Kwa wafanyabiashara tunakwenda mpaka milioni ngapi? 5. Hiyo bila dhamana. Hauji kwangu, hauendi kwa afisa utumishi, sijui kwa nani, mkurugenzi nani, hauendi kokote. Ni wewe na simu yako na wewe na benki yako. Nawashukuru sana.